Fahadha Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, huyu Muadh bin Jabal sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhu, katika hadithi walioitaja al-Imam Abu Daud bisanadin sahih wa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada an akhadha biyadi, baada ya kuchukua mkono wangu. Faqala, Mtume akasema kuambia Muadh bin Jabal, ya Muadh, ewe Muadh, wallahi inni la uhibbuk. Fakultu wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, usika ya Muadh, fala tad'anna fi duburi kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Asema Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, mkono wangu aliushika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema maneno yafuatayo: ewe Muadh ibn Jabal, wallahi inni lahibbuk, wallahi mimi ninakupenda, wallahi mimi ninakupenda. Sifa iliyoje kwa Muadh bin Jabal, anaambiwa na Bwana Mtume maneno haya, wallahi inni la uhibbuk, wallahi mimi ninakupenda wewe Muadh bin Jabal. Fakultu, na mimi nikasema kumwambia Bwana Mtume, wa ana uhibbuka ya Rasulullah, na mimi pia ninakupenda ewe Mtume wa Allah. Kisha Mtume akamwambia Muadh bin Jabal, inni usika ya Muadh, hivyo mimi ninakupa usia wewe Muadh, fala tad'anna, usije ukaacha, fi dubri kulli sala, mwisho wa kila sala, antakul, kusema maneno yafuatayo: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ewe Allah, nipe msaada wa kukutaja na kukushukuru na kufanya vizuri ibada ya kukuabudu wewe. Falamma ahabba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha al-khair wa hadha ad-du'a, allamahu Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mtume alipoipenda kheri hii kwenye nafsi yake na dua hii hakukaa nayo wakaifanyia ubakhili, la, alimwambia Muadh bin Jabal, akamfundisha kheri hii kwa sababu yeye pia anaipenda kheri hii kwa umma wake, mpaka ikatufikia sisi. Hal nahnu kadhalik? Je, sisi tuko hivyo? Ni kheri ngapi ambazo sisi tunazifahamu lakini tumebaki nazo wenyewe, hatujawafikishia ndugu zetu Waislamu? Hatuoni kwamba tunauvunja msingi huu aliyousimika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakika wewe unapenda kheri ya kuwa na amani katika kiwiliwili chako, kheri ya kuwa na amani katika familia yako, kheri ya kuwa na amani katika ndugu zako. Je, kheri hii umewapendelea pia ndugu zako wengine wasiokuwa familia yako? Kama ndivyo, umefanya jitihada gani kuhakikisha amani hiyo bado inabaki katika familia ya ndugu zako, katika jamii inayokuzunguka, bali katika nchi nzima? Umechukua hatua gani? Tunamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuipenda ile kheri hakukaa nayo, akafanya jitihada ya kumfundisha Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Wewe unapenda kheri, la shak unapenda kheri ya kuwa ni hafidhun likitabillah, ya kuwa umehifadhi kitabu cha Allah Qur'an, ya kuwa Allah amekuongoza, kheri katika familia yako itingamae katika njia ya haki. Je, kheri hii ambayo wewe unaipenda kwa ndugu zako? Unajiuliza, unaipenda kwa ndugu zako? Kama ndivyo, umefanya jitihada gani kuhakikisha wao wanafikiwa na kheri hii ambayo wewe tayari umeipenda na unaifanyia kazi? Je, unawahifadhisha kitabu cha Allah? La, siwezi. Umewapeleka sehemu ya kuhifadhia kitabu cha Allah katika madaris? Wewe unahudhuria darsa, ni kheri, alhamdulillah. Kheri hii umebaki nayo mwenyewe au umefikishia familia yako? Je, mkeo anahudhuria darsa kama wewe? Je, mkeo anakuja msikitini na kuswali, au ndugu zako au kaka zako au jamaa zako ambazo wewe unafanya nao kazi mahala pamoja? Je, umekuja mwenyewe au wao ukawaacha au umewachukua? Ili ujihakikishie kwamba wewe umefanyia kazi msingi huu, na imani yako itakuwa kamili kama utaufanyia kazi msingi huu alivyofanyia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako watu ni wabakhili mpaka kwenye familia zao kwenye mambo ya kheri. Muda wa swala umefika,
ataondoka kwa siri yeye mwenyewe, haamshi mtu, ataondoka zake na kwenda msikitini. Mke amelala, watoto wamelala, wala hajali, wala akija haulizi. Kheri hii ambayo amebaki nayo ameifanyia ubinafsi kwenye nafsi yake. Je, haoni atakuwa amevunja huu msingi ambao umeweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wal aksu bil aks.